kurejea tena kwa mara ya pili hapa katika tawi la Terminal kuja kuzungumza na Wanaarusha kutoka kwenye tawi hili. Lakini awali ya yote nianze kwa kuwapongeza viongozi wa Simba mkoa wa Arusha kwa umoja, mshikamano na upendo ambao wamekuwa nao kwa miaka na mikaka. Arusha ni miongoni mwa mikoa michache ambayo uongozi wao wa juu wa Simba mkoa umekuwa na masikilizano, umekuwa na mashikamano, umekuwa wenye kuongozana kwa kufuata dira na taswira ya Simba Sports Club. Ni nadra mno na haijawahi kutokea kwa miaka ya hivi karibuni kusikia kuna mvutano ama kuna mgogoro wowote ndani ya mkoa huu wa Arusha. Kwa hilo nastahili pongezi sana viongozi wa Simba mkoa wa Arusha, lakini na matawi yote ya Simba mkoa wa Arusha, mmekuwa mkiishi kwenye misingi na falsafa hiyo ya umoja, upendo na kuelewana na kusikilizana. Na mimi niwaambie wana Simba mkoa wa Arusha, endeleeni kuwapa ushirikiano viongozi wenu, endeleeni kuwa pamoja, endeleeni kufanya kazi ya pamoja ya kuisapoti Simba yenu na kuwasapoti viongozi wenu. Na niwaambie tu, Arusha ndiyo kimbilio namba 1 la Simba Sports Club. Mambo yetu yanapokuwa magumu Dar es Salaam, tunapofikiria wapi twende tukapate msaada, chaguo letu na kimbilio letu la kwanza huwa ni mkoa wa Arusha. Hatuji hapa kwa sababu ya uzuri wa Arusha wala kwa sababu Arusha ni jiji la kitalii. Tunakuja hapa kwa sababu ya mazingira chanya ambayo viongozi wa Simba Arusha na matawi ya Simba Arusha wameyatengeneza na kuifanya Simba kuwa kimbilio lake la kwanza ni hapa mkoani kwenu Arusha. Nitoe rai kwa viongozi wa Simba mkoa wa Arusha kuendelea kuwaunganisha wana Simba na kuendelea kutanua wigo na kuwafikia wana Simba wengi kweli kweli. Tunahitaji kuwa na matawi Mererani, tunahitaji kuwa na matawi Namanga, tunahitaji kuwa na matawi kwenye kila kona ya Arusha, na matawi yote yawe kwa maslahi ya Simba Sports Club. Ndugu zangu wana Arusha, nafahamu wengi wetu hapa, hasa wale wa kizazi cha leo, wengi wetu hatuna kadi ama tuna kadi zile za ushabiki, kwa maana kadi ya Equity ama kadi ya CRDB ama kadi ya NMB. Kwa sasa tupo katika mchakato wa mwisho wa ndani wa kumalizia upatikanaji wa tawi, na muda si mrefu tutaanza kutoa kadi rasmi za wanachama wa Simba Sports Club.
tunataka tutakapoanza kutoa kadi hizo, mkoa wa Arusha uwe ni mkoa wa mfano wa wanasimba wake kuchukua kadi za wanachama. Yes. Lakini kadi hizi kama ambavyo mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu alisema, hazitagawiwa kama pipi. Kadi hizi zitagawiwa na kutolewa kwenye matawi rasmi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kama yuko mwanasimba ambaye hana tawi mpaka sasa, basi akatafute tawi, aende akajiandikishe hapo, na kadi yake ya wanachama ataipata kwa tiketi ya tawi lake ambalo atakuwa amejiandikisha nalo. Au la, kama kuna sehemu hakuna tawi, basi wanasimba wajikusanye hapo, watapata kadi za wanachama kupitia tawi lenu. Katibu wa mkoa yuko hapa Thabiti, mwenyekiti wa mkoa yuko hapa James, watakusaidieni namna ya kujiandikisha, idadi ya watu wasiopungua 50, na kadi zikianza kutoka, kila mmoja atapata kadi yake. Na kadi hii unayochukua ni kwa ajili ya wewe kuwa mwanachama rasmi, lakini kutoa mchango wako kwa ajili ya kuisaidia timu yako pendwa ya Simba Sports Club. Nimeamua niwapitishe hapo ili wanasimba wote tuwe na uelewa sawa wa mchakato wa kadi unaoendelea ndani ya timu yetu. Lakini tuko hapa ndugu zangu wana Arusha kuelezana kutokana na matukio ambayo yako mbele yetu, hususan tukio ambalo lipo kesho Jumapili ya tarehe 12 saa 10 kamili katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Nalo ni mechi yetu ya 16 bora ya michuano ya kombe la shirikisho la CRDB. Sisi hapa Simba Sports Club taifa kubwa tunacheza dhidi ya Dodoma Jiji. Hili ndilo ambalo limetukutanisha hapa leo na limetufanya tukutane hapa kwa ajili ya kuzungumzia maandalizi kuelekea mchezo huo, lakini vile vile na mipango yetu kuelekea mchezo huo, lakini kubwa kabisa malengo yetu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Baba duka unyeze, shemli ya beji wa duka unyeze. Baba duka unyeze baba. Baba duka unyeze. Baba duka unyeze kesho. Baba duka unyeze. Igi maja jini elfu kuku. Nako zaje, igi maja jini elfu kuku. Igi maja jini elfu kuku. Cheza kumipa mipa ungejeza na Simba. Uzangu wana Arusha, mtakubaliana na mimi ya kwamba katika miaka yote ambayo Simba tumekuwa tunakosa ubingwa wa ligi kuu ya NBC, mwaka huu tumekuwa na timu bora zaidi kuliko miaka yote. Mwaka huu tumekuwa na wachezaji bora zaidi kuliko miaka yote. Mwaka huu ama msimu huu tumekuwa na kikosi bora zaidi kuliko msimu wote. Msimu huu kama tukishikilia tuliposhikilia, yapo matumaini makubwa ya kuchukua ubingwa. Unaweza ukashangaa kama tuna kikosi bora, kama tuna timu nzuri, inakuwaje mechi nyingine tunaambulia sare? Hiyo ndio hali ya ushindani katika ligi kuu ya NBC, lakini haiondoi ukweli na haituvui utu wetu ya kwamba msimu huu Simba tuna kikosi bora, tuna wachezaji bora na tuna timu nzuri kweli kweli, na nadiriki kusema ya kwamba tuna kikosi bora, tuna timu nzuri, tuna wachezaji bora kuliko timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania. Msimu huu tumepata sare, msimu huu tumepoteza mechi moja, lakini ninyi watu wa Arusha mtakubaliana na mimi, katika sare ambazo tumezipata, ziko sare nyingine ambazo tumezipata kwa makosa ya watu wengine.
hiyo sare ambayo tumezipata, mnyama alikuwa anapata ushindi katika michezo hiyo, lakini aidha kwa makusudi, aidha kwa bahati mbaya, ama kwa chuki zao, wakasababisha Simba tukapata sare katika mechi hizo. Moja wapo wa mfano, mechi ambayo ilichezwa visiwani Zanzibar, ni mechi ambayo katika mioyo yetu Simba tumeshinda mchezo ule, lakini kwa hila za makusudi wakatukosesha, wakatukatalia bao letu, na mechi ile ikaisha kwa sare ya bila kufungana. Timu ile ambayo tumecheza nayo visiwani Zanzibar, hata tukiamsha usiku wa manane, hawana uwezo wa kuchukua sare mbele ya Simba msimu huu. Labda mwamuzi abaki kuwa yule yule na afanye makosa yale yale ya kukataa magoli yetu. Na kwa hapo tunasema kwamba msimu huu tunayo timu ya maana kweli kweli ya kuweza kushindana. Hata sare ambayo tumeipata Chamazi, kama kila kitu kingeenda sawa sawa, kama kila kosa lingeadhibiwa vizuri, mnyama tulikuwa tunaondoka na ushindi katika mchezo ule, kama sio penalti zetu kukataliwa kwa kila za makusudi. Hatukatai, kuna mechi nyingine tumepata sare kutokana na ushindano ulivyokuwa mkubwa kwenye mechi, ikiwemo mechi ya TRA, mechi ya Dodoma Jiji. Lakini ziko sare nyingine tumezipata kwa sababu za makusudi za watu wengine. Hao tunashughulika nao huko ndani, lakini nataka ama nasema hivi ili wanasimba msikae kinyonge ya kwamba tumepata sare nyingi, labda timu yetu ina mashaka. Tunapata sare nyingi kwa sababu kuna watu wa pembeni wanataka wapate sare hizo, lakini timu yetu ina uwezo mkubwa wa kushinda kila mchezo ambao tunacheza katika ligi ya Tanzania. Ndugu zanguni, ukitazama msimamo wa ligi hivi sasa, tuko nafasi ya pili, na mimi niwaambie na niwahakikishie wana Arusha, safari ya mnyama ya kupigania ubingwa wa ligi kuu ya NBC bado iko wazi kwa upande wetu. Tumesaliwa na michezo 13 ambayo tunaamini kwa ubora tuliokuwa nayo na mipango ambayo tumejiwekea, tuna uwezo wa kupata ushindi katika michezo yote na kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa. Msikae kinyonge wana Simba, hizi mbio bado mbichi na matumaini yetu bado yako hai kweli kweli. Viongozi wenu bado hatujakata tamaa, na viongozi wenu bado tunayo matumaini makubwa ya kufanya vizuri msimu huu. Hivyo basi, na nyinyi msitukatishe tamaa, na ninyi muendelee kusimama bega kwa bega na viongozi wenu kwenye mapambano haya ambayo ni makali kweli kweli, na sisi bado tunayo imani kubwa ya kufanya vizuri msimu huu. Japokuwa ushindani ni mkubwa, lakini sisi tunapambana kufanya vizuri. Japokuwa mechi za Asha na Aisha zimekuwa nyingi msimu huu, lakini sisi tutapambana kuendelea kufanya vizuri. Si tumeelewana hapo kwa Asha na Aisha
zimekuwa nyingi sana msimu huu, lakini tutakoma nao kinaga ubaga mpaka tutimize malengo yetu. Watu wa Arusha, akili zenu zinafanya kazi kwa haraka sana, nikajua nimewaacha kidogo. Ndugu zangu wana Arusha, Jumapili katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid tuna kazi kubwa ya kwenda kufanya, tuna kazi ngumu ya kwenda kufanya, lakini niwaambie tu kazi hii ni nyepesi kweli kweli kama ninyi wana Simba wa Arusha mtaamua kuifanya kazi hii kuwa nyepesi. Ninyi ndio mtakaoamua mechi yetu ya kesho iwe ngumu ama mechi yetu ya kesho iwe nyepesi. Na cha kufanya ninyi wana Arusha kuifanya mechi hii yetu kuwa nyepesi ni moja tu, ni wana Arusha wote na kaskazini kwa ujumla kuja kwa wingi uwanjani kesho Jumapili, tukashikamana tukashirikiana kwa pamoja. Dodoma Jiji anakufa kifo cha mapema kweli kweli. Tunafahamu ya kwamba hatukupata matokeo mazuri kwenye mechi yetu ya ligi kuu dhidi ya TRA. Hatuna wa kumlaumu wala hatuna wa kumshutumu. Mechi ilikuwa ni ngumu na TRA walikuwa bora, lazima tuwape heshima yao katika eneo hilo. Lakini sare ile haitoi taswira ya kwamba tuna kikosi kibovu. Wapo wana Simba wengine ambao wamediriki kuzungumza na kusema na kuyamaliza maneno kana kwamba Simba inashika nafasi ya 15 katika ligi. Wakati mwingine lazima tumpe mpinzani wetu heshima yake. TRA alikuwa bora siku ya juzi na akafanikiwa kutubana, lakini haiondoi ukweli ya kwamba bado Simba Sports tunayo timu imara, tunayo timu bora ambayo kupitia makosa ya mechi iliyopita tunajipanga vema kuelekea mechi inayofuata dhidi ya Dodoma Jiji na kuyaondoa makosa yote kwenda kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Ndugu zangu na Arusha, nataka nizungumze na wale wana Simba ambao matokeo ya juzi yamewakatisha tamaa kwa namna moja ama nyingine. Nilimuona rafiki yangu anaandika nimekuja na ndege. Usijali Ken Ziwanda, kesho tutakufurahisha mabibi na mabwana, wala usiwe na wasiwasi. Nauli yako ya ndege uliyoikata kuja Arusha kuja kuishangilia Simba yako, kesho utajutia, kesho utaondoka na furaha kubwa. Na wale wote ambao matokeo ya juzi wamewanyongonyeza, ndugu zanguni, niwape moyo ya kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Bado safari ya mapambano iko wazi. Nyie watu wa Arusha mnajua, unaweza ukaingia zako shimoni kwenda kutafuta madini, ukahangaika mchana kutwa, ukatoka usiku haujapata jiwe hata moja. Unafanyaje? Kesho unarudi tena shimoni kwenda kutafuta jiwe jingine. Sidhani kama ukiingia shimoni alafu ukatoka patulo, kesho yake hauingii tena, unaendelea na maisha mengine. Kesho yake unarudi tena kwenda kujaribu tena, kwenda kutafuta tena. Hayo ndiyo maisha ya wapambanaji. Na wengine hapa mnafanya kazi kwenye mabasi, ikitokea leo hujapata abiria,
Kesho haupaki basi, unakuja tena terminal, unaitisha moja moja, unapata abiria, safari inaendelea. Maisha hayana kusimama, maisha hayana kukata tamaa. Ukikosa leo unapata kesho, ukikosa jana utapata leo. Tumepata sare juzi, tutashinda kesho inshallah. Mzanguni wana Arusha, mechi ya kesho na Dodoma Jiji ni mechi ambayo tuna sababu kuu tatu za kutufanya tutumie nguvu kubwa kwenda kushinda mchezo huu. Sababu ya kwanza, tunataka kulipa kisasi. Hatujasahau mechi yao ya pale nyumbani kwao Dodoma, namna ambavyo walitubania kweli kweli, namna ambavyo walitumiza kwa kutupa sare. Sasa tunataka tukaulizane hapa, Sheikh Amri Abeid, ile sare mliipataje pataje? Tuna hasira nao wale Dodoma, walituma mpaka watoto walijibwaga uwanjani, walichezesha kurusha mipira. Tuna hasira nao sana Dodoma, tuna hasira nao sana. Nasema kesho watatujua, nadhani huku kuna chura, wanangu mtafanya mambo, wale si wakubwa kwetu. Hiyo ni sababu ya kwanza, tunataka kulipa kisasi kwa Dodoma Jiji. Japo mkubwa halipi kisasi, lakini hiki lazima tukakilipe. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tunahitaji kufuzu kutoka hatua ya 16 ya kombe la CRDB kwenda hatua ya 8 bora, kwa maana ya robo finali. Hatuko tayari wanasimba kwa gharama yeyote ile kuishia hatua ya 16 bora. Hiyo hatuko tayari hata kidogo. Lakini sababu ya tatu, tunataka ubingwa wa kombe la CRDB. Nataka hili kila mwana Simba aliweke akilini ya kwamba msimu huu malengo yetu ni kuchukua ubingwa wa mataji yote ambayo tunashindania, kwa maana ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Mpaka sasa haya ndiyo malengo yetu na hatujatetereka kutoka kwenye malengo haya. Lakini lengo la pili, kama itashindikana, mambo yatakuwa magumu, mapenzi ya Asha na Aisha yatakolea wakaendelea kuachiana, basi tubaki na kombe moja, aidha ligi kuu ya NBC au kombe la shirikisho la CRDB. Mwaka huu lazima tugawane furaha. Lengo la kwanza, tupate furaha kamili kwa maana mataji yote mawili, lakini kishindikana, lengo la pili tugawane furaha, aidha wachukue CRDB tuchukue NBC ama kinyume chake, na hilo linawezekana na inaanza kesho na Dodoma Jiji. Natamani Simba hiyo na Simba bora, nasema moyo natamani na Simba bora, na hiyo na Simba hiyo inabeba makombe, na hiyo na Simba hiyo inabeba makombe.
Sababu hizi kuu tatu zinatufanya tuingie katika mchezo wa kesho kwa nguvu kubwa kweli kweli. Zinatufanya tuingie katika mchezo wa kesho tukiwa serious kweli kweli. Zinatufanya tuingie katika mchezo wa kesho uso wa mbuzi kweli kweli, tukitafuta matokeo ya kwenda hatua ya robo finali. Nami niwaambie ndugu zangu wa Arusha, hii kazi ni nyepesi mno endapo wana Arusha mtaamua kusimama kidete. Na silaha ya Simba ushindi Arusha ni moja tu, ni ninyi wana Simba wa Arusha na kaskazini kwa ujumla. Na mnachopaswa kufanya wana Arusha ni kimoja tu, ni nyote kwa pamoja, ni nyote kwa wingi wenu kutoka kwenye matawi mbalimbali na hata wale ambao hawana matawi, kwa pamoja na kwa umoja wetu kwenda uwanjani kesho Sheikh Amri Abeid, twende tukaishangilie Simba yetu, twende tukaipeleke Simba robo finali. Haya mwanangu Simba, Simba huyo, mamba Simba huyo, mwanangu Simba huyo, jamani huko mwanangu Simba huyo, yeye Arusha Simba huyo, sio Simba huyo. Haya mwanangu Simba huyo, asibaki mwana Simba yeyote Temino, asibaki mwana Simba yeyote nyumbani, asibaki mwana Simba yeyote Simba burudani, asibaki mwana Simba yeyote Simba duniani, asibaki mwana Simba yote Simba raha, asibaki mwana Simba wa Sekei, wala asibaki mwana Simba wa Jamhuri. Kila mwana Simba kesho mwelekeo ni mmoja tu, Sheikh Amri Abeid kwenda kufuzu robo finali. Tunawaheshimu Dodoma, ni timu bora, ni timu nzuri na inafanya vizuri msimu huu, lakini Simba hatuko tayari ndani ya msimu mmoja tushindwe kupata matokeo mazuri dhidi ya timu moja, tena timu yenyewe Dodoma Jiji. Hatuko tayari na hatuko tayari kuruhusu hili litokee. Tutatumia nguvu zetu zote, maarifa yetu yote kupambana tunavyoweza kupambana, tukiwatia moyo, tukiwatia nguvu wachezaji wetu waende wakaipambanie nembo na heshima ya Simba Sports Club. Baba anahangaika nachoambiwa elewi, anahangaika nachoambiwa elewi. Haya huruma sio malezi, mtoto unapoteza. Na huruma sio malezi, mtoto unapoteza. Maisha ya Mungu yananishangaza, mwenye zamu ya umebeba uni na mshumaa. Baba huruma sio malezi, mtoto unapoteza. Huruma sio malezi. Mchezo wa kuvimba vimba ukicheza na Simba. Ndugu zanguni wana Arusha, nisiwachoshe sana, jua ni kali na watu nataka kwenda kuendelea na shughuli nyingine. Niseme tu ya kwamba ni jukumu letu wana Arusha kwenda kuipambania Simba yetu, na Simba imekuwa na matokeo mazuri sana katika mkoa huu wa Arusha. Ukiachilia sare ambao tumeipata jana, tumeipata juzi, lakini tumekuwa na mfululizo wa matokeo. Ethiopia jana alikuwa ananiambia mara ya mwisho Simba kupata matokeo mabaya katika mkoa huu ilikuwa mwaka gani? 2003
Simba Sports Club ndio tulipata matokeo mabaya ya sare hapa katika mkoa wa Arusha. Toka kipindi hicho mpaka juzi ndio tumekuja kupata sare nyingine tena dhidi ya TRA. Sasa basi tunatakiwa kuendeleza ubabe wa Arusha na ubabe wa Simba inapokuwa Arusha kwa kupata matokeo mazuri, na matokeo mazuri tunakwenda kuyapata kesho kwa mshikamano na mapambano na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, tukifanikiwa kumnyonyoa Dodoma Jiji na mnyama akatinga hatua ya robo fainali, wanasimba wote wa Arusha na wanasimba wote ambao wamekuja kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam, siku ya Jumatatu tutakuwa na shughuli ya kujipongeza ya kuchoma nyama ya mbuzi, tule tufurahie kwa pamoja na tuendelee kusubiri mechi nyingine dhidi ya Fountain Gate. Kwa kule Dar es Salaam tunapokuwa na matukio ya furaha, mara nyingi huwa tunakula biriani kwa ajili ya kusherekea, kufurahia na kuendelea kutuunganisha. Lakini kwa hapa Arusha, kwa kuwa ni watu wa nyama choma, basi kwenye tukio letu la kusherekea, kufurahia na kuendelea kutuunganisha kuwa pamoja, Jumatatu tutachoma nyama ya mbuzi, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kudumisha umoja wetu na mapenzi yetu. Ni jukumu lenu viongozi wa Simba Arusha kutafuta eneo ambalo nyama itachomwa, na wanasimba kwa wingi wetu tutakula, tutafurahia, tutagalagala na kugalauka. Jukumu la kutafuta mbuzi wa kuchoma siku hiyo, hilo niachieni mimi. Tutatafuta mbuzi wa kutosha, tutachinja, tutachoma, tutakula, tutagalagala, tutafurahia vibaya vibaya. Haya jamaa, si mapenzi kwetu mama. Kwa hiyo Thabit na James, tutafutieni eneo ambalo tutaweka majiko yetu hapo, tutachoma mbuzi, wanasimba wale wafurahi. Kama tutakwenda kwa Mrombo, maana wenzetu wa tawi la kwa Mrombo wapo hapa. Kama tutakwenda kwa Mrombo, basi wao wanatuandalia sehemu, mbuzi wengi watakufa siku hiyo, wanasimba wale wafurahie. Na hii Arusha ni mkoa wetu, kwa hiyo hatushindwi kufanya maangamizi makubwa hapa. Na mpaka muda huu nazungumza nanyi, tayari tuna mbuzi 5 kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Arusha, Mheshimiwa John Kayombo. Tayari ameshatupa mbuzi 5, tunasubiri wengine tena wa kuendelea kuwafanyia ubaya ubwela siku hiyo ya Jumatatu. Na kama kuna mwanasimba mwingine ana mbuzi wake, anatamani mbuzi wake afe, amlete kwa viongozi wa Simba Arusha. Jumatatu tunakwenda kumnyonyoa, wanasimba tunakula, tunafurahia mema ya timu yetu ya Simba Sports Club. Furaha na sherehe hiyo ambayo tunaifanya siku ya Jumatatu sio kushangilia kumfunga Dodoma,
ni mtoto mdogo mno, lakini tunashangilia na kufurahia sisi kuwa Simba Sports Club, lakini ni tukio la kuwaunganisha na kuwakutanisha matawi ambayo yametoka mikoa mbalimbali na matawi ya Simba hapa Arusha kuendelea kushikamana na kuwa kitu kimoja. Baba inanibara sana, Simba yo inanibara sana. Amini aliyemjuaji, yende unigeujuaji, yo baba nigewajuaji, mwenye kitu mkontozaji, yo nimetoka na yomba, yo nimetoka na yomba, mchezo wa kuvimba vimba, ukicheza na vimba. Abedi umeliona jiko hiyo? Kwa tayari tuna mbuzi watano, lakini nikitoka hapa tafanya mawasiliano na mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Amos Makala. Nyie wote mnajua yule ni mnyama mwenzetu, naye atuambia anatupa mbuzi wangapi tukachome siku ya Jumatatu. Lakini tukitoka hapa tena tutawasiliana na mkurugenzi wa halmashauri ya Arumeru Mwalimu Zainabu, naye ni mnyama wa kugalagala, atuambia anatupa mbuzi wangapi. Tukitoka hapa na kwenda kuwasiliana na mkuu wa wilaya ya Arumeru, naye ni mnyama kweli kweli, Mheshimiwa Mwinyi Ahmed Mwinyi, naye atuambia anatupa mbuzi wangapi. Yaani kwa wastani tunataka mbuzi kama 50 hivi, ikiwezekana kila mwana Simba mmoja ale mbuzi mmoja, inawezekana. Jamani Simba nimechagua mwenyewe, natumia pesa yangu, yacheni kama natumia pesa yangu, natumia pesa yangu, mchezo wa kuvimba vimba, mchezo wa Simba. Hatujamaliza makusanyo ya mbuzi. Mheshimiwa Nasari mbunge wa Arumeru, naye si Masai yule au Meru yule, kama sio mbuzi 10 hawapungui 20, naye atatupa mbuzi siku hiyo. Kwa mwana Simba, wewe andaa meno yako, Jumatatu twende tukafanye jambo letu hapo. Lakini jambo moja niwaambie wana Simba, tukifanikiwa kushinda mchezo wetu wa Jumapili, michezo mingine ya FA ya kombe la CRDB ambao Simba tutakuwa nyumbani, tunaona uwezekano wa michezo hiyo kuja kuchezwa Arusha, kwa maana kombe la NBC nyumbani itakuwa ni Meja Isamuyo, lakini kombe la CRDB nyumbani itakuwa ni Arusha. Nafasi hiyo itapatikana kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kushinda kesho. Jambo la pili ni ninyi wana Arusha kuja kwa wingi uwanjani siku ya kesho. Hayo ndiyo masharti pekee ya kutufanya sisi kuwashawishi viongozi wetu wa juu mechi za FA zije kuchezwa hapa Arusha. Tunapokuwa tunatoa hoja, tunasema ya kwamba Arusha walitusaidia kumfunga Dodoma Jiji, lakini Arusha walijaza uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Tukiwa na hoja hizi mbili, hakuna ambaye ataruka, hakuna ambaye atakataa. Tutakubaliwa na Arusha ndio itakuwa nyumbani kwetu kuja kucheza mechi zetu za kombe la shirikisho. Ndugu zangu wana Arusha, nisiongee sana, niwape nafasi ya kuendelea na shughuli nyingine, lakini kwa kipekee kabisa niwashukuru matawi yote ya Dar es Salaam na wanasimba wote waliotoka Dar es Salaam. Wameacha shughuli zao, wameacha na familia zao, japo wengine wanatembea na familia zao, lakini wengi wameacha familia zao, wamekuja kuipambania Simba. Kukaa siku 10 Arusha sio jambo dogo hata kidogo. Wajomba, mji wenu una gharama kweli kweli.
mtaji wenu huko juu kweli kweli kwa matumizi. Lakini wanasimba wenzetu wa Arusha wameacha kila kitu, wamekuja kuhaa hapa kwa siku 10. Sio kwa mapenzi yao, ni kwa mapenzi ya Simba Sports Club. Wako hapa tangu mechi ya kwanza ya TRA na wataendelea kukaa hapa mpaka mechi na Fountain Gate. Tuwape ushirikiano, tuendelee kushikamana kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club. Asanteni wana Dar es Salaam wote, Mwakitalima, Mzaramo, King Vuvuzela na wote, Shabani bila pesa, wengine sijawataja sasa kama siwakumbuki, lakini muda ni mdogo. Niseme asanteni sana. Asante Mama Boko, umekaa na mtoto mmoja Boko kwa muda mrefu, ni wakati wa kuongeza mtoto mwingine, na hapa Arusha tunakupa mtoto mwingine. Mtoto wako mwingine atakuwa ni Chobwedo. Asante.